Basi tunamshukuru Mungu kwa dakika chache ambazo tunalipata katika ibada hii ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 4, lango la mwisho, Jumapili ya mwisho ya mwezi, siku ya Yesu Kristo alipojifunua katikati ya watu wengi ulimwenguni, na bila shaka atajifunua kwetu tena asubuhi ya leo. Kama unaamini atajifunua kwako, hebu punga namna hii. Asante. Basi bila kupoteza muda, tuende moja kwa moja kwenye neno la Kristo Yesu Mwokozi. Tutaanza na neno hili la kalenda, lakini kwenye mfululizo wa semina tutakayoendelea nayo kwa msaada wa Roho Mtakatifu, tutakuwa tukizungumza juu ya vita vya kifamilia kwa aliyebeba kusudi. Kwenye semina ambayo itaanza baadaye pale, tutakuwa tukizungumza habari ya vita vya kifamilia kwa aliyebeba kusudi katika maisha ya Mungu, lakini katika maisha ya familia. Lakini twende kwenye neno hili la kalenda, kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ile ya 24 aya ya 13. Tutasoma hata aya ile ya 18. Kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ile ya 24 aya ile ya 13 hata aya ile ya 18. Na ninatamani tusome kwa mtindo ule ambao tulisoma tukiwa darasani shule za msingi, kwa tunafundishwa kusoma na kushika kile tunachofundishwa kwa kusoma wote, kwa maana ya kukariri, kwa kitu cha msingi sana. Na ili wote tuwe sehemu ya ibada na kulisoma neno kulikiri, tutasoma wote. 1, 2, 3. Yesu mwenyewe akakaribia, akandamana nao, macho yao yakafumbwa wasitambue. Akawaambia, ni maneno gani hayo mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akawaambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu hata hujui yaliyotukia humu siku hizi? Hapo tu kama ngalewe sana. Mwambie unajua yaliyotokea huko duniani. Sasa kumshawisha mtu mmoja, mwambie, je, unajua mambo yaliyotokea? Mwambie kama hujui Yesu Kristo amefufuka na hayuko kaburini tena, yuko mahali hapa na amebeba majibu ya maswali yetu. Hapa tunaona udhihirisho wa Yesu Kristo anawatokea wanadamu, na hii wiki inaitwa wiki ya kutembea na Kristo. Hapa tayari watu wawili hawataji kwa majina, wanatembea, wanazungumza habari ya Yesu Kristo, kwamba Bwana, kuna mtu mmoja mjanja ambaye walimuua, lakini amefufuka na yuko mjini na yuko vijijini, yuko anaendelea na shughuli zake. Kwa hiyo wanamjadili habari ya ufufuo wake, wanajadili habari ya uwezo wake, wanajadili habari ya nguvu zake, lakini hawamjui. Kweli hawamjui, ila wanajadili. Hata kwa kuwa ni wiki ya kutembea na Yesu, ni wiki ya Yesu kujifunua kwao, akaingia katikati yao, akajitokeza ghafla katikati yao. Ninatamani kwenye ibada hii asubuhi ya leo, tuliposimama hapa, tunapojadili habari ya uwezo wake, tunapojadili habari ya ufufuo wake, tunapojadili habari ya
yake asubuhi ya leo. Hawa watu ukisoma kwa jicho la ndani la Biblia, wanamjadili hawamjui, lakini ndani yao kwa mtazamo wa rohoni walikuwa wana maswali mengi, walikuwa na mapito mengi, walikuwa na shida nyingi. Kwa hiyo wanajadili kwa habari aliyofanyia wengine, wanajadili. Wakati wanajadili, kwa kuwa Biblia inasema nia ikiwepo mtu ukubaliwa na Mungu, nia ikiwepo mtu ukubaliwa na Mungu, mtu wa Mungu. Kuna vitu vingine ambavyo hata kama hujavifikia, hata kama unaona uviweni sasa, lakini una nia ndani yako, ile nia italeta msukumo wa Mungu kuja kukusaidia katika pito lako. Uwe na nia ya kumwona Kristo. Wangapi wana nia kumwona Kristo? Wangapi wana nia kumwona Kristo? Hebu nisaidie kumgusa mtu. Nisaidie kumgusa mtu. Mwambie atakutokea. Usimguse hivyo. Hivyo usimbembeleze, wewe atabembeleza nyumbani kwake. Tikisa kidogo namna hii. Tikisa kidogo namna hii. Mwambie Yesu atakutokea. Nisaidie kumtikisa mtu mmoja hapo. Mwambie Yesu atakutokea. Kwa ghafla Yesu akaja tap katikati yao. Ambia nini? Vipi? Lakini saa hiyo macho yao yamefungwa. Macho yao yamefungwa. Wanaona, lakini macho yale ya kuona fursa, macho ya kuona upenyo yamefungwa. Kwa hiyo wako naye lakini hawamuoni. Nisikia mtu wa Mungu. Moja ya kitu ambacho adui anatumia kwenye ulimwengu wa roho wa giza ni kufunga watu wengi macho ili wasione ambacho Mungu anataka tuone. Na unajua macho yako yakifungwa, hauwezi kuona mbele, huwezi kuona fursa, huwezi kuona kitu chema. Kwa hiyo hawa macho yao yamefungwa, na Yesu akajua macho yao yamefungwa. Na sasa ili wajua ni Yesu, Yesu alilazimika kuwafungua macho yao ili waone. Naomba niseme asubuhi ya leo, kama kuna aliyefungwa macho yake, yatafunguliwa ili aone fursa zilizoko mbele yake, ili aone upendo katika maisha yake, ili aone baraka zilizoko mbele yake. Macho yao yalikuwa yamefungwa, lakini Yesu akayafungua. Acha niseme, kuna namna ulimwengu wa giza umeshughulika na macho ya watu. Watu wanasoma Biblia hawaioni, watu wanatafuta vitu hawavipati, macho yamefungwa. Nataka niseme katika udhihirisho huu, katika neno hili, uwe umefungwa na kipepo, uwe umefungwa kichawi, uwe umefungwa kieneo, katika jina la Yesu aliyefufuka, funguka! Funguka! Haleluya! Haleluya! Nisaidie kumtikisa mtu, mwambie ufunguliwe uone. Usimbembeleze atabembeleza nyumbani kwake, tikisa. Mwambie ufunguliwe uone katika jina la Yesu aliye. Wako vijana wamefungwa. Wazee, wako vijana wamefungwa. Waandishi wa habari wenzangu, unajua wao wamenifunga. Ndio jamani, waandishi wa habari, wenzangu, vai. Na vai, waandishi wenzetu. Usiwezangu, mwambie kuna watu wamefungwa. Na vijana wako hapa, wana umri wa kuoa, hawaoni wadada, wamefungwa. Mungu unapenda. Wanakuwa wazee, wacha wamefungwa. Kila wakiona wale wanasema ni wazee wenzao. Wacha wamefungwa, lakini katika semina hii utafunguliwa, utaona wokovu. Haleluya! Mwambie funguka. Usimbembeleze atabembeleza nyumbani, tikisa kidogo, mwambie funguka kwa jina la Yesu. Hakuna vita vibaya kama vya macho kufungwa. Ukitakujua na tukisema, nenda kaangalia habari ya Naamani na Elisha. Tayari wamezunguka kule katika kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza, kisoma tagundua hiyo. Elisha anaona jeshi la mbingu limezunguka mlima. Gehazi anaona majeshi, anasema twafa. Elisha anamwambia Mungu, fungue macho aone. Fungua macho aone uwepo wako. Msikilizaji, mtu wa Mungu, ukishakuwa umefungwa macho, unaweza kupishana na gari la mshahara. Ukifungwa macho, unaweza kupishana na biashara. Ukifungwa macho, unaweza kupishana na kila kilichochema. Yaani kinakuja wewe unakipita. Sababu uone. Na kweli kuna namna ulimwengu wa giza umefunga macho, lakini Yesu atatufungua tena. Haleluya tena. Mwambie macho yako yanaona kweli. Mwambie macho yako yanaona kweli. Takujua na tukisema, baba na mama, takujua na tukisema kwamba tumefungwa.
Kaangalieni watoto wetu. Wengi wanakuwa wanavaa. Kama ungekuwa unaona usingevaa nguo za wadogo zako. Kwa kuwa waone anavaa nguo ni mdada, nguo iko kwa dunia mdogo wake, haoni. Kama yuko uchi, maana macho yamefungwa. Angelikuwa anaona, angejua kabisa nguo sio sawa sawa. Tunamhitaji Yesu afungue macho tuone, ili pia tujue ni dhambi na huna utakatifu. Haleluya! Macho ya Watanzania ndipo yanaona. Unaona kabisa kuna vitu vimeandikwa ni hatari kwa afya yako. Ingekuwa macho yanaona, usingevuta sigara, maana imeandikwa kabisa, onyo, hii ni hatari kwa afya yako. Lakini watu wanaendelea kuvuta tu kwa sababu hawaoni kitu ni hatari kwa afya yao, na kimetoa tahadhari na imeona kuna onyo kali, lakini wanavuta kwa sababu macho hayaoni. Yule anayeona akiona ile anishi kwa siku hiyo atasema hii ni hatari, sitaki tena, nataka kiu ya kuomba kuliko kiu ya kuvuta. Macho yako yaone na hatari. Haleluya! Macho hayaoni. Unajua kabisa Biblia inasema kabisa, na tunasoma unajua Biblia inasema kabisa kwamba amtazame mwanamke kwa hiyo amekwisha kuzinai moyoni. Sina macho ndio anatupeleka, lakini mwenye agano na macho yake anaoona mbingu hawezi kuona kingine zaidi ya Yesu, lakini alichonacho halali. Macho yetu hayaoni. Useme kumwambia macho yako yaone katika jina la Yesu. Hivyo ukifanya wewe utakosea. Tikise mwambie macho yako yaone katika jina la Yesu. Yamejua kipita vya macho. Kuna watu kama ulimwengu wa giza ungekuwepo, ungekuwa kuna mawakili wao wachawi hapo wangejua. Moja kitu anachocheza nacho kwenye biashara za watu wengi ni kushughulikia macho. Tunataka kushughulikia biashara yako, anaipiga roho ya kutokuonekana. Kwa hiyo watu wakija pale hawaoni biashara, wanaona kama kumefungwa. Kwa hiyo wakiangalia wanapita tu hapo. Kilichobadilishwa ni macho ya kuona fursa kwenye eneo lako. Anapita hapo anaenda kwa mwingine. Kilichoshughulikiwa ni macho. Tumekuwa na mambo kutoka eneo mara nyingi tunakwambia na biashara, watu wananipita kama hawanioni, wanaenda sehemu nyingine tena anauza vitu ambavyo viko sawa ya kwa kumebaki. Ukifuatilia kwenye maombi, kwenye ulimwengu wa roho, kuna namna macho yamechelewa kwamba mtu akija pale ambapo ndipo Mungu aliko, liko mtu Mungu aliko, haoni, lakini amepelekwa kwingine ambapo anakwenda kununua vitu ambavyo kuna miungu inahusika huko. Tunamwomba Yesu katika wiki hii, inyeshe liwake. Yoyote aliyefungua macho wakisema utakaa hivyo, hautakuwa kipofu, utaona na utaenda mbali katika jina la Yesu aliye hai. Sasa naye akawa Yesu naye sengine anastengeneza. Ndio unasema nini? Wewe hujui. Wanaweza kuambia hujui. Nikusema tuambia hujui. Hujui. Nikusema mwambia hujui. Usikusema wewe atakushoka bali kwa tikisa mwambia hujui. Tikisa kama mtasema baba kidogo hapa. Nitikisia tunamweka kidogo mwambia hujui. Au sasa kumpatana, sasa kumpatana. Mwambia hujui. Nini? Sema hujui habari ya Yesu. Yupi? Yupa. Bali mgeni nini? Usisema mwambia ni mgeni kwenye ibada nini? Wao wanasema mwambia ni mgeni nini? Bado hajamsemeshia mtu. Mwambia bwana umekati kistyle ni mgeni nini? Nini semesha mwambia bwana umekati kimambi ni mgeni nini? Mzee, unataka wengine kama wageni sio mgeni kawaida, hanaga uhuru. Sasa ya kusifu tuliona wageni. Sasa ya kuabudu wageni. Sasa ya neno wageni. Sasa tunatangaza ugeni uondoke kutana na Yesu aliye hai. Haleluya. Piga makofi ya kueleweka. Piga makofi ya kueleweka. Haleluya. Bali wanamwambia Yesu ni mgeni kwa sababu wote wanapokuwa kwenye eneo wanajua mambo yanayotokea, kwa hiyo wamechangamka. Kwa hiyo ukiingia kwenye eneo kuna mtu amekaa vibaya, mgeni, na sio mgeni kanisani, ni mgeni kwenye ufalme wa mbinguni. Sio mgeni kwenye eneo, ni mgeni kwenye Injili. Inawezekana huyu ni mgeni, inawezekana hapa alikokaa sio kwake, inawezekana ametumwa hajaja ibada huyu, inawezekana na mambo yake ndio maana amekaa kinamna. Mguse mwambie wewe mgeni nini? Unajua wageni wana mambo. Ukiona mgeni amekuja nyumbani kwako ana jambo. Hakuna mgeni anakuja nyumbani bila jambo. Na ukiona kwenye kanisa kuna Wakristo wanakaa shangala pangala, hawaeleweki, hawakai sawa sawa, hawa wana mambo yao, ni wageni. Lakini nyumbani kwetu hapa kuna
roho ya kiburi. Uwe na ukeni wa mbinguni. Wacha dharau kwenye ibada. Hiyo wakofi. Basi utanyamana kimya. Tumia wakati vizuri kwa ukali hapa. Ana leo naomba nikumbie. Mbele cha kiburi mkimbilie Kristo. Simama kwa miguu yako. Salama mikononi mwake Yesu Mwokozi akiwa nami, nakingiwa na hatari zote katika mkono wake, katika kiganja cha mkono wake Yesu, katika kiganja cha mkono wake Yesu, wala sina hofu siku zote katika Kristo Yesu uliyefufuka, uliopo mahali hapa Ngare, Nairobi. Najua katikati yetu, ndani ya mioyo yetu na kwenye ibada hii uliwatokea wale wawili wakizungumza habari zako, ukawasaidia macho yao na ukawapa majibu ya maswali waliokuwa nayo. Ninakuomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tokea yule baba na yule mama, yule kijana na yule mtoto. Tuna maswali mengi, lakini katika ibada hii ninaomba ukatujibu sawa sawa na kiwango cha kuamini kwetu katika jina la Yesu Kristo. Zaidi ya yote tupe kufikiri yaliyo juu, maana katika nchi yanapita. Kwa jina livikalo majina yote. Mungu, asante kwa ufufuo wa Yesu Kristo ambao unatufufua na hata sisi. Na mimi namwombea yule baba na yule mama, yule kaka na yule dada. Yawezekana kuna mahali ambapo Mungu tunapita vipindi fulani katika maisha, lakini wewe ni yote katika yote, mtulizaji wetu. Naomba neema yako isipungue kwetu katika jina la Yesu aliyefufuka, na Mungu akubariki. Amen.